Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha saa ya faraja katika Kristo. Tunaunganisha maisha yako na Kristo popote ulipo ulimwenguni. Na leo tuna somo nzuri sana linalohusu nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Tunaongozwa na neno la Mungu kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza mstari ule wa 18, na maandiko yanasema kwamba neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi ni nguvu ya Mungu. Sasa msalaba ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Msalaba ni nguvu ya Mungu, ni nguvu ya wokovu, ni nguvu ya ukombozi. Angalia msalaba. Nimekuwa nikiwaambia watu wengi sana wajifunze kuomba mbele ya msalaba, lakini wamekuwa wana maswali sana, msalaba ni nini? Kwa wale ndugu zetu ambao ni wa Roman Catholic, wanaelewa kuna kitu kinachoitwa kuabudu ekaristi. Ekaristi ni ile meza ya Bwana, ni ule mwili wa Yesu unakuwa kwenye kifaa kinaitwa consecratio. Na consecratio ni chombo kinachobeba mwili wa Yesu kule ndani, mkate ambao sasa umeshajeuzwa ukawa mwili wa Yesu kwa imani. Kwa hiyo unapoangalia msalaba, inabidi uangalie kilichobebwa kwenye huo msalaba, ukumbuke kazi ya huo msalaba ni nini, ni nini kilitendeka kwenye huo msalaba. Kwa hiyo kwenye msalaba kuna nguvu, sawa sawa na hilo neno tulilosoma la Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 18, lazima neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi ni nguvu ya Mungu. Na ndani ya huo msalaba kuna ishara nyingi na miujiza mingi inayotokea kwa mtu kutazama msalaba. Unapokwenda ukautazama msalaba, ipo nguvu. Kumbuka msalaba ni chakula cha Bwana, ni meza ya Bwana, lakini kwa sababu bila msalaba hakuna meza ya Bwana. Kwa wale ambao mmekuwa mkishiriki meza ya Bwana sana, mtaelewa kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza anasema kwamba kwenye ule mstari wa 4, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Yaani ndani ya Yesu kuna uzima, na ule uzima ni nuru. Ndani ya Yesu kuna nuru. Kwa hiyo kwenye msalaba kuna nuru, kwenye msalaba kuna uzima wa watu. Kwa hiyo ukienda ukiangalia msalaba, ipo nguvu ya uponyaji itatoka kwenye msalaba na itakugusa. Ukiangalia msalaba, ipo nuru itatokea. Lakini anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Ipo nguvu, ipo nguvu. Hata dunia iliumbwa kwa yeye. Kwa sababu unakataje? Maana kwenye Mwanzo sura kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza sema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo neno alivaa mwili akakaa kwetu, na huyo ni Yesu. Na Yesu ndiye kwa kazi yake ya msalaba ndio tumepata ukombozi. Biblia inazungumza wazi kule kwenye Isaya sura ile ya 53. Ukitaka kufahamu nguvu ya msalaba, Isaya sura ile ya 53 imeeleza wazi pale. Anasema hivi, Isaya 53 mstari wa 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kumbe kwenye msalaba kuna uponyaji wako. Wakati mwingine mtu anasikia Roho Mtakatifu sema leo nenda ukakeshe, ukasimame mbele ya msalaba, anaogopa. Ipo nguvu. Ukiangalia msalaba kwa jicho la kiimani, ipo nguvu. Na wakati mwingine watu wamekuwa wakiona misalaba kanisani wanaogopa. Sasa uponyaji wako ulipatikana pale msalabani.
Biblia inasema kwenye Isaya 53 mstari ule wa 10, lakini Bwana aliridhia kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Kwa hiyo ukitaka kuishi siku nyingi, jifunze kuheshimu msalaba. Jifunze kuheshimu msalaba ambayo ni Yesu. Msalaba, chakula cha Bwana chakula cha Bwana ni sawa sawa na msalaba. Bila msalaba hakuna chakula cha Bwana. Kwa hiyo tazama msalaba na uombe. Chukua msalaba moyoni mwako, kwamba kama sio Yesu aliangikwa pale kwenye ule msalaba, kulikuwa hakuna uponyaji. Kwa hiyo uponyaji wako uko msalabani, ushindi wako uko msalabani, nuru yako iko msalabani, kibali chako kiko msalabani. Nimekuwa nikipata shuhuda mbalimbali za matendo makuu Mungu anaofanya. Wale watu ambao wanaabudu Ekaristi Takatifu, wanaenda kuangalia Ekaristi Takatifu, wanaiabudu. Msicheze na Yesu wa Ekaristi. Yesu ana nguvu. Usicheze na meza ya Bwana. Meza ya Bwana ina nguvu. Usicheze wakati unapoona kuna ushirika mtakatifu kanisani. Ule ni msalaba kwa njia, lakini uko kwa mfumo wa chakula. Unaposhiriki, usishiriki kwa mapokeo, shiriki kwa imani na utapokea miujiza. Nenda na lile neno kwamba kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Kama unauma, ukishiriki tayari unapona. Nenda na lile neno. Kama wewe ni kipofu, nikishiriki nuru inaingia na naona. Chakula hicho cha Bwana kwa njia ya msalaba kina nguvu ya kuamsha macho yetu ya ndani. Kitabu cha Efeso sura ile ya kwanza, ukisoma kwenye mstari ule wa 17 na 18, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Unataka kuona maono? Shiriki kwa imani mwili na damu ya Yesu. Unataka kuona Mungu akijifunua na kujidhihirisha? Shiriki kwa imani mwili na damu ya Yesu na utatiwa nuru. Kwa nini? Yohana sura ya kwanza anasema kwamba ndani yake kuna nuru. Lakini hata ukisoma kile kitabu cha Luka sura 24, wale wanafunzi waliokuwa wanaenda Emau walipokutana na Bwana Yesu njiani, walikuwa wanazungumza naye, usiku ukawa umeenda umesogea, wakamuomba aingie nyumbani kwao. Yesu alivyokaa nao walikuwa hawajamfahamu kama ni Yesu, lakini alipochukua mkate akaumega akawapa, macho yao yalifunguliwa. Kwa nini yalifunguliwa? Kwa sababu Yesu ni nuru ya ulimwengu. Nuru ikiingia mahali penye giza, giza linapotea. Sauli alipokutana na Yesu akamwambia, Sauli, unaniuzi. Nini kilitokea? Sauli alikutana na msalaba, alipigwa upofu, lakini baada ya kupewa yale maelekezo akaenda kuombewa. Biblia inasema nini? Akajazwa Roho Mtakatifu, vitu kama magamba vikaanguka kwenye macho yake. Kwa nini? Kwenye msalaba kuna majibu yako. Kwenye msalaba kuna uponyaji. Kwenye msalaba kuna nuru wewe usiyeona. Kwenye msalaba kuna uponyaji wa kensa na magonjwa yote. Amesema kwa kupigwa kwake kwenye kitabu cha Isaya 53:5 sisi tumepona. Hajasema kwamba hawezi kuponya ukimwi. Ukimwi unapona kwa jina la Yesu. Kensa zinapona kwa jina la Yesu. Mauti zinatoweka kwa jina la Yesu. Kwenye msalaba ipo nguvu ya kuvunja mauti. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 2 mstari wa 14 imeeleza zaidi, ili kwa njia ya mauti yake amharibu yule mwenye nguvu za mauti, yani Ibilisi. Ukienda ukiangalia ule msalaba utapona. Kumbuka Musa aliwaambia wana wa Israeli walipomkosea Mungu, akapeleka nyoka wa moto. Musa akamwomba Mungu sana, akamwambia tengeneza nyoka wa shaba, itakuwa kila atakayeinua macho akamtazama yule nyoka wa shaba atapona. Na ndio maana watu wengi hawajui kwa nini kule Kilimanjaro Christian Medical Center KCMC kuna ile nembo ya nyoka au marangu. Wamechonga ile sio nyoka ya kawaida, wameweka kwa mfano wa Musa alipoambiwa kwamba
yoyote atakayeng'atwa na nyoka akiangalia yule nyoka wa shaba atapona. Na kwa sasa hivi huyo nyoka wa shaba ni Yesu Kristo wa Nazareti. Chochote ambacho unaona unakipitia, hata kama ugonjwa huo ni mkali kama nini, hauwezi kupiga chenga kwenye meza ya Bwana. Hauwezi ukawa na nguvu kuliko Yesu. Hauwezi ukawa na nguvu kuliko msalaba. Inua macho yako uangalie msalabani, na uponyaji sasa utatokea hapo hapo. Nenda kakeshe ukiangalia Ekaristi, nenda kakeshe kwenye msalaba. Omba na kuamini kabisa kwamba upo uponyaji uliobebwa kwenye chakula cha Bwana. Ukisoma katika ile Isaya, ukisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 6 mstari wa 53 inaeleza hivi, ili uweze kusaidika. Wewe ambaye unapata shida unasema, sasa mtumishi, naanza kuangalia msalaba. Ndiyo, kwani una shida gani ukiangalia msalaba? Mbona unakesha ukiangalia simu yako? Tenga muda pia wa kuangalia msalaba. Mbona wenzako waliangalia nyoka wa shaba wakapona? Wewe hayo matatizo yanayokutesa, kwa nini hutaki kumwangalia Yesu? Sasa ukisoma Yohana sura ile ya 6 mstari wa 53 inasema kwamba basi Yesu akawaambia, amin nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Kwa hiyo maana yake ndani ya mwili na damu ya Yesu kuna uzima. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, lakini ndani yake kuna ufufuo, nami nitamfufua. Ipo nguvu ya kufufua, iko ndani ya mwili wa Yesu. Ipo nguvu ya kufufua kilichokufa. Kwani Yohana sura ya 11 Yesu si alimfufua Lazaro wa Bethania? Hayo magonjwa ambayo ni makubwa, ambayo wewe unaambiwa mpaka unaogopa, unakosa usingizi, kwa nini usiinue macho yako kumwangalia Yesu? Ikiwa watu waliangalia nyoka wa shaba wakapona, basi hata wewe ukimwangalia Yesu utapona. Angalia Yesu kwa jicho la kiimani, na ujue kabisa kwamba sio macho ya kawaida yanamwangalia, ni kumwangalia kwa macho ya kiimani. Unapoambiwa nenda kaangalie msalaba, kaangalie konsekrasio, kaangalie, usifikiri hivi ni vitu vya kawaida tunahubiri, ni vitu vizito. Unapokwenda pale, angalia kwa macho ya imani. Mwingine namwambia utaona moto, anaanza kusema kwa nini nitaona moto? Waebrania sura ya 12 mstari wa 29, Mungu wetu ni moto ulao. Yeye ni moto, yeye ni moto. Kwa nini unaona moto? Kwa nini ukiwa unaangalia msalaba ukiomba unasikia kulengwa machozi? Nguvu za Mungu za uponyaji zinakushukia. Msalaba umebeba uponyaji wako. Msalaba una sehemu ya kutua mizigo uliobeba. Kile kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 kinaeleza wazi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Nani anakuita? Yesu. Wapi? Hapa msalabani. Njoo sasa. Kwa hiyo msalaba ni nguvu yetu. Msalaba umebeba nguvu. Msalaba umebeba ushindi. Msalaba umebeba uponyaji. Kuna shuhuda nyingi sana zinazohusu watu waliopata matatizo na wakaangalia msalaba, na hawakuangalia msalaba kwa jicho la kawaida. Waliangalia kilichoko kwenye msalaba ni nini. Kwa hiyo kwa mfano kama meza ya Bwana ni msalaba, wewe ukiangalia msalaba muone Yesu pale msalabani kwa jicho la kiimani. Wewe ukiangalia msalaba ona uponyaji pale kwa jicho la imani. Au nenda basi kama ule mwanamke aliyetokwa na damu, alisema mimi nikilikamata pindo la Yesu damu zitakauka. Alitokwa na damu miaka 12. Wewe siku utachukua imani ya kushika ule msalaba kwa mkono wako, kensa itakauka ndani yako. Wewe siku utachukua kitendo cha imani cha kutazama msalaba kwa jicho la imani, ukaubandika mkono, ukimwi utakauka ndani yako. Magonjwa yasiyo na majina yatakauka, kwa sababu yeye amesema ni Mungu mponyaji. Ni sisi tumeshindwa kumwamini. Neno la Mungu linaeleza wazi katika Yeremia 30 mstari wa 17, nitakuponya na nitakurejeshea afya yako, asema Bwana. Mungu anakwenda kukuponya, no matter unapitia nini, anaenda kukuponya. Angalia msalaba.
Inua macho yako na utazame msalaba. Ipo nguvu katika msalaba. Kwenye msalaba kuna moto, kwenye msalaba kuna nuru, kwenye msalaba kuna majibu ya maswali yako ya muda mrefu yaliyokosa majibu. Msalaba una majibu, lakini jifunze kuenda kwa utulivu. Jifunze kujua kabisa kwamba kuna siri gani katika msalaba. Kwa ishara ya msalaba tu, kuna siri gani imebebwa katika msalaba. Msalaba umebeba nini kwenye maisha yako? Na mpaka sasa hivi watu wengi wanashindana kwamba hakuna haja ya kuweka msalaba hata ndani ya majengo ya ibada. Sasa kwa nini tusiweke msalaba? Tunatangazaje kazi Kristo aliyoifanya? Tunaweka ishara ya kitu gani cha kuonyesha kitu alichokifanya Yesu? Sasa unajua, ukinisikiliza hautanielewa. Unapoambiwa nenda kaangalie msalaba, wewe kama ni Mkatoliki ukienda ukiangalia hiyo consecratio inafanana na msalaba hivyo hivyo, lakini mle ndani inakuwa na mwili wa Yesu. Wewe kama ni Mkristo, ni mtu unayeshiriki meza ya Bwana, wakati wanakupa sakramenti, ule ni msalaba unaingia tumboni kwako, lakini huko kwa mfumo wa chakula tayari unapokea uponyaji. Kwa hiyo kilichoko tu ni kuamini. Ukishaamini utaona miujiza ikitokea. Kwa hiyo jenga imani yako katika kumwamini. Ukishajenga imani yako katika kumwamini, kuna mambo yatafanya nini? Yataenda kutokea kwenye maisha yako, na hayo mambo ni nini? Ni mazuri. Kwa hiyo imani, anasema kwenye kitabu cha Warumi 10:10, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa hiyo ukitaka kupokea kitu kupitia kwenye msalaba, amini. Yaani kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa hiyo tunapoamini, kuna haki tunahesabiwa kwa njia ya imani. Tunahesabiwa haki kwa njia ya imani, sio kwa matendo yetu ya sheria. Amini leo kwamba huu msalaba una nafasi yako wewe mdhambi, una nafasi yako wewe jambazi. Yule jambazi pale msalabani aliweza kutumia nafasi yake vizuri. Alijua siri iliyokuwa pamoja na yeye. Alijua huu msalaba wa Yesu sio wa kawaida. Alijua kutumia msalaba sio kawaida, akausemesha kwamba ni rehemu. Kumbe msalabani pamebeba uponyaji, lakini pia pamebeba msamaha wa mataifa. Msamaha wa dhambi unapatikana msalabani. Msalaba umebeba msamaha wa dhambi kwa watu. Msalaba umebeba wokovu wa watu. Ndio maana unasikia alilipa deni. Msalaba umebeba fidia ya dhambi, fidia ya kile unachodaiwa na ufalme wa Kristo. Umebebeshwa kwenye msalaba. Fidia yako imebebeshwa kwenye msalaba, imebebeshwa kwenye nafsi ya Kristo. Na tunaposema hivyo, jifunze kuogopa msalaba sana. Usione msalaba ni kitu cha kawaida. Ona msalaba kwa jicho la kiimani na kwa jicho la roho, na uamini kabisa ndani ya msalaba kuna kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Lakini kuna kibali, lakini kuna ushindi, lakini kuna faraja, lakini kuna upenyo, lakini kuna upenyo. Ngoja nitakapopata nafasi nyingine nitakuja kufundisha kuhusu zile damu zilizokuwa zikimtoka Yesu mkononi, kwenye kichwa, kwenye miguu, kwenye ubavu, mgongoni. Zote nitakuja niwafundishe. Lakini msalaba umebeba majibu ya watu wengi sana. Tujitahidi sana sana kwa ajili ya kuendelea na kuhakikisha kabisa kwamba tunakuwa na msalaba nyumbani. Nyumba ya Kristo iwe na msalaba. Mungu awabariki sana mahali popote mnaponisikia. Kama ulikuwa hujui maana ya msalaba, nimeeleza kwa kifupi, na naamini leo Mungu atakwenda kukutumia kama chombo chake. Basi Mungu akubariki mahali popote unaponisikiliza. Wasiliana na sisi kwa maombi na ushauri zaidi. Na kama haujaokoka, unaweza kurudia sala hii na Bwana atakuokoa sasa hivi. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninakuomba ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu na uliandike upya katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu,
ninakuomba sasa umlete Roho Mtakatifu ndani yangu na achukue uongozi ndani yangu tangu sasa. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Basi ikiwa umerudia sala hii tayari umeokolewa. Endelea kuomba na kuamini kupitia ujumbe huu. Mungu akubariki sana mahali popote ulipo ulimwenguni, na unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0759 044115 au 0743435575. Hadi wakati mwingine, Mungu wetu akubariki sana.